Leo ninataka nikuonyeshe mambo ambayo Mungu hawezi kuyafanya. Na inawezekana wakati mwingine tumekuwa tukisema ni Mungu amefanya, lakini Mungu hajawahi kufanya na hawezi kufanya. Na ndiyo maana sasa alipokuja katika mwili, alikuja mwenyewe kujionyesha mambo ambayo yeye Mungu hawezi kufanya. Na hata kama yalifanyika kwa jina la Mungu, siye Mungu aliyefanya wala siye Mungu aliyeruhusu. Ni mtu mwingine au ni kitu kingine kabisa. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 9, ukianza hapo kufuatilia hiyo habari, utakutana na wanafunzi Yakobo pamoja na Yohana ambao Yesu aliwaagiza waende katika kijiji cha Wasamaria na kumwandalia njia ili yeye aweze kwenda kuihubiri Injili. Lakini alipofika kwenye hicho kijiji cha Wasamaria, walimkataa Yesu asiingie. Sasa Yesu alipokataliwa asiingie, angalia wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia naye alivyofanya? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hao wanafunzi walipoona Wasamaria wamemkataa Yesu asiingie kwenye hicho kijiji cha Wasamaria, kwa sababu walishaona Elia jinsi ambavyo alivyoshughulikia watu ambao walikuwa kinyume chake kwa kushusha moto kutoka mbinguni, na hao wakasema tufanye kama vile Elia alivyofanya, tuwashushie moto kutoka mbinguni walambe hawa watu. Haiwezekani wakukatae usiingie kwenye kijiji chao. Lakini angalia kwenye hii Luka 9 mstari wa 55, maandiko yanasema Yesu akawageukia akawakanya akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo. Manake Yesu anawakatalia, anaambia ni kweli mliona Elia anafanya hivyo, mliona Elia akishusha moto kutoka mbinguni na ule moto ukawaangamiza, lakini roho mlionayo si roho ya kuangamiza, roho mlionayo si roho ya kuua. Halafu mstari wa 56 anasema, kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Kwa hiyo Mungu amekataa, yeye hawezi kuua. Kwa hiyo yeyote anayeua si Mungu. Chochote kinachoonekana kwa jina la Mungu kimekufa, si Mungu anayeua, kwa sababu Mungu amekataa, anasema yeye hawezi kuua. Na hata wanafunzi walipotaka kuomba moto ushuke kama wakati wa Elia, Yesu akawakatalia, akamwambia hamwezi kufanya hivyo, kwa sababu mwana wa Adamu hakuja kuangamiza roho bali kuziokoa. Lakini ukienda pia katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 8, Yohana sura ya 8 ukianza mstari wa 37, angalia pale mstari wa 37, maandiko yanasema, najua kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. 38, nilipoyao anasema niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Hawa Wayahudi, maandiko yanasema ni Wayahudi waliokuwa wamemwamini, lakini Yesu alipokuwa akiwaeleza kwa habari ya uungu alionao wakamkataa, na walipomkataa maandiko yanasema wakamuinukia wapate kumuua. Kwa mnataka kuniua ni kwa sababu ninyi sio uzao wa Ibrahimu, ila kuna baba mwingine mnayemfuatisha, kuna baba mwingine mnayemfuata. Kama mngekuwa uzao wa Ibrahimu msingetaka kuniua. Sasa angalia mstari 39, wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo, ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. 43, mbona mnayafahamu hamyafahamu hayo nisemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kusikia neno langu. 4, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Angalia, anasema yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo ya kwake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mongo na baba wa huo uongo. Kwa hiyo Yesu akakanusha, akasema muuaji ni Ibilisi, na Ibilisi ndiye aliyekuwa muuaji tangu mwanzo. Kwa hiyo unapoona mambo yote mabaya na uuaji wa hatari na wa kutisha uliotokea, nenda kasome vizuri maandiko yako. Siye Mungu aliyeshiriki kuua, amekuja kujifunua na kujionyesha yeye ni Mungu asiyeua. Kama angekuwa ni Mungu wa kuua, wakati Yohana
na Yakobo walipoomba moto ushushwe kutoka mbinguni ili wapate kuangamiza wale watu, Yesu akasema siwezi kuua, kwa sababu sikuja kuua bali kuokoa roho za watu. Na kwenye Yohana 8 anazungumza kabisa, anasema ninyi mnazitenda kazi za baba yenu Ibilisi, na anasema huyo baba yenu alikuwa ni muuaji tangu mwanzo. Kwa hiyo aliyefanya kazi ya kuua wakati wote alikuwa ni Ibilisi, na kama unashiriki kuua wengine unafanya kazi za baba yako. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Amen.